ni kwamba tukikubaliana kwenye bajeti tukasimamie. Kwa mfano, kuna hoja hapa muhimu sana imepitishwa katika vipaumbele vya haraka haraka, kwa sababu eneo kubwa ni mapato, kwamba katika fedha inayokusanywa 10% iende kwenye barabara. Mimi naomba kwenye kila tunapokutana kwenye robo mwaka tukaone kipindi hicho kiasi kilichopelekwa ni kiasi gani, na ushauri ambao umetolewa ni mzuri zaidi, kwamba ianze kwenda kule ambako tukiweka pesa yetu inakwenda kututafutia pesa. Kwa mfano kwenye mashamba ambako tukipeleka fedha, wakulima watalima zaidi, kama kule Mgororo wakilima na kuzalisha zaidi viazi na mazao mengine, tutakusanya ushuru, kwa itakuwa ni sehemu ya mapato yetu. Lakini pili, iende na kwenye maeneo mengine, kwenye kata zingine, kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa bidhaa za wananchi, usafirishaji wa wananchi. Kwa hiyo ni eneo ambalo mimi Mheshimiwa Mwenyekiti naliona kwamba timu ya wataalamu ilichukulie kwa uzito mkubwa sana. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu najaribu kuangalia bajeti za nyuma, sioni kiwango cha fedha kilichokuwa kinatengwa kwa ajili ya kwenda kwenye barabara za TARURA, kuwasaidia TARURA kuboresha miundombinu kama kilikuwa kinakwenda. Eneo la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, limeshazungumzwa, ambalo ni kwenye upande wa mradi wetu wa Nyalawa, ambao ni mradi mkubwa na muhimu, na nimshukuru mkurugenzi kwa hatua alizotuambia leo kwamba kumbe andiko lishaanza kuandaliwa na tayari tunakwenda, ameshaandaa na kamati, tunakwenda kukamilisha by 30 Julai. Tushirikiane kwa umoja wetu sisi wote tukamilishe mradi wa umeme huu wa Nyalawa ili uanze kuingizia fedha halmashauri yetu. Tukikamilisha hilo, mimi na mimi tutapiga hatua kubwa sana kama halmashauri. Lakini la tatu, nilikuwa nataka niwashawishi waheshimiwa madiwani. Kuna hoja ambayo mimi naizungumziaga sana, Mheshimiwa mkurugenzi, kama itakupendeza pia ukubali hii. Twendeni tukaanzishe mnada mkubwa pale Nyororo. Leo kama tulivyosema, tunategemea mapato kwenye miti. Kesho itakuja polisi, tutumie nguzo za chuma, nguzo za zege. Ama South Hill leo pengine wameacha kukata miti. 80% au 70% ya bajeti inategemea miti. Lazima tuje na vyanzo vingine. Tulizungumza mwaka jana, lakini sijaona hapa kama limewekwa, na pengine mtanipa maelezo vizuri, na pengine alikueleweka vizuri. Ukianzisha, ukitafuta eneo pale, ukitenga pesa kidogo hapa kwenye budget, ukanunua eneo pale Nyororo ambako ni center, ni katikati, kila mtu ataweza kufika, hali ya hewa inaruhusu, ukawa na mnada wa kila Ijumaa au Jumamosi kama wenzetu wanafanya Dodoma. Kila Jumamosi ikifika, wakulima wetu watapata mahali pa kupeleka bidhaa zao. Leo mazao ya wananchi yanauzwa kwa bei ndogo sana, kwa sababu wakati mwingine hawana pa kupeleka. Wale wanaokuja kununua viazi na kulangua tu vijijini watakuja kuchukulia pale kwenye mnada kila Jumamosi. Mazao kama mahindi watakuwa na mnada pale, na lile gari likija kutoka Dar es Salaam kufuata viazi au mahali pengine, likifika pale italipiwa, tutapata hela parking, na yale mazao watalipia ushuru. Watakao kuja kuuza kuku, nguruwe, mbuzi au ng'ombe watalipia ushuru, tutapata halmashauri. Lakini pia hata sisi madiwani, viongozi na wananchi tutapata mahali pa kwenda angalau utakufurahi kila weekend. Unajua kabisa leo nilitoka kwenye baraza hapa, nitakwenda pale Nyororo, tutapiga vitu. Wananchi wengi, magari mengi yanapita hapa, na ndugu zangu, ni magari yameongezeka sana kutoka Dar es Salaam bandarini kuelekea upande wa pili wa nchi za wenzetu. Nilikuwa na hapa takwimu juzi, kutokana na kazi kubwa na nzuri ambayo Dr. Samia amefanya kwenye maboresho ya bandari, hata magari yanayopita pale Tunduma leo yameongezeka, yanatoka nje ya nchi kutoka 51,000 mpaka 165,000. Na hayo magari manake yanapitia hapa kwetu. Vivyo hivyo yanayoingia yako kwa wingi, yako mara 3. Wale wanaopita wote wakijua kwamba kuna mnada mkubwa pale Nyororo na mzuri, watasimama, watakula nyama choma, wataendelea. Ni recreation. Hivyo basi, hiki ni chanzo kizuri cha fedha, ni mahali pa kukutana na kuzungumza, na wanaopenda mpira tutaka na uwanja wa mpira pembeni. Kwa hiyo Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na mipango mingine ambayo tumeiweka, na kishauri na kukishawishi kikao hiki kikubali na kiridhie kujadili hoja hii ili tuingize kama moja ya vyanzo vya mapato, hata kama pengine kwa maandalizi tu. Then tutakapokuwa mmefanya technical evaluation vizuri, tutaweza kufikia hatua kuingiza. Lakini lazima tufikirie vyanzo vingine vya ziada nje ya vyanzo tulivyovizoea, kwa sababu kwenye miti tunategemea 70%. Iki drop down, manake leo halmashauri yetu kutoka 10 billion tutakusana 3 billion. Tutaishije? Tumeahidi kama wana CCM kule, tumetoa ahadi nyingi na matumaini, na tunategemea fedha hii tukajenge barabara, tupeleke maji na vitu vingine vya kawaida kule chini. Asante sana Mheshimiwa mbunge kwa kuhudhuria kikao hiki cha bajeti. Umetuongezea mambo makubwa sana
Kwanza, kuongeza vyanzo vya mapato.